Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe mpenzi mtazamaji, kwa dakika hizi chache nataka nizungumze kwa habari ya jambo la msingi unalopaswa kuliombea tunapoelekea mwaka 2026. Jambo la msingi unalopaswa kuomba Mungu akupe roho wa matokeo. Kwenye kazi ya mikono yako, kwenye chochote unachokifanya, Mungu akupe roho wa matokeo. Biblia inasema kwenye Luka mtakatifu 40 kwamba kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake. Hatusemi kwamba una kazi kama hatuni matokeo. Hatusemi kwamba una ndoa kama hiyo ndoa imekuwa uwanja wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka kuna mambo ambayo tutakuwa tuyaangalie tunapoelekea 2026, au mambo ambayo unatakiwa uyaombee ili Mungu akupe roho ya utulivu, Mungu akupe roho ya matokeo. Kitu cha kwanza tunataka muombe Mungu akupe utulivu. Biblia inasema kwenye Isaya 30:15 kwamba na nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Kwa tafsiri nyepesi, 2025 unapaswa kuomba Mungu akupe roho ya utulivu ili uwe na usahihi kwenye kufanya maamuzi. Jambo la pili unatakiwa kuomba Mungu akupe kasi ya kimungu. Tukizungumzia kasi ya kimungu, Biblia inasema kwenye Wafalme wa kwanza 18:40 kwamba na mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Elia, akapiga mbio kumtangulia Ahabu alipokuwa anaelekea Yezreeli. Nini maana? Ni kwamba Elia alikuwa na kasi ya kimungu licha kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Na wewe unahitaji kasi ya kimungu 2026. Kama kuna mambo ambayo Mungu alitaka kukupa 2024, alitaka kukupa 2025, lakini kwa bahati mbaya au kwa isivyo bahati kuyapata mambo, unataka kuomba Mungu akupe kasi ya kimungu. Kama vile ambavyo ikitokea umechelewa kufika sehemu, ulitaka kwenda saa 2 ukwenda, ukataka kwenda saa 5 ukwenda, ikifika saa 7 utalazimika uchukue usafiri wa toyo au uchukue usafiri ambao utakuwa na wai. Vivyo hivyo na mwaka 2025 unatakiwa kumwomba Mungu akupe kasi ya kiungo ambayo itakuharakisha kufika pale ambapo Mungu amekusudia kwa wakati. Jambo la tatu unatakiwa kuombea jina lako. Mfano kama mimi, jina lako muombe Mungu litamkwe kwa wema. Kwa kuwa Biblia inasema kwenye Isaya 43 sura ya kwanza pale inasema usiogope kwa maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako wewe wangu. Unapaswa kuombea sana jina lako Mungu alifanya litamkwe kwa wema. Watu watakao kutaja kwenye fursa za maana na jina lako likakumbukwa. Kwenye fursa za maana jina lako likumbukwe. Kitu cha mwisho ambacho tutakao kuombea ili Mungu akupe roho matokeo, au ili roho matokeo awe juu yako, kitu cha mwisho ni kuomba Mungu akutanishe na fursa za maana. Kwa kuwa mwaka 2026 utakuwa ni mwaka ambao utakuwa na hekaheka nyingi, unahitaji kuomba Mungu akupe utulivu wa kuziona fursa wapi fursa zilipo ili uweze kuwekeza au kufika kwa maana, kwa sababu Biblia inasema Daudi akasema katika shida yangu nalimlilia Bwana naye akanijibu akaniweka panapo nafasi. Kumbe kwa tafsiri nyepesi, fursa ni njia ambayo Mungu anaitumia kujibu maombi ya wengi. Ni njia ambayo Mungu anaitumia ili kurahisisha maisha yako ili uweze kufika pale ambapo amekusudia kwa wakati sahihi. Ni ombi langu kwa Mungu, roho matokeo yakae vazi lako 2026.